al-imani wal-islam. Sasa hivi tayari makundi ya mahujaji yameshaanza kumiminika katika Baitillahi al-Haram, kwani hii ndio miqatu zamaniya katika mawaqit tulizowekewa na sheria. Kuna miqati aina mbili katika somo hili la haji: miqat zamaniya wa mawaqit makaniya. Miqati za muda na miqati za sehemu. Miqati za muda ni ule wakati na miezi ambayo unaweza ukafanya ibada ya hija. Ibada ya hija haiwezi kufanywa mfungo sita, wala haifanywi mwezi wa Muharram. Ina miezi yake maalum, kama alivyotuambia Mola wetu subhanahu wa ta'ala: alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hija ina miezi maalum: mwezi wa Shawwal fungo mosi, mwezi wa Dhulqaada fungo pili, na siku chache katika mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ndio miqatu zamaniya. Ama miqatu almakaniya, watu wa Madina, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwekea sehemu inaitwa Dhulhulaifa, au kwa jina lingine Abyar Ali. Hii ndio miqat, sehemu ambayo watu wanaotoka Madina huanza kuhirimia, na maana ya kuhirimia kuingia katika ibada ya hija. Wakifika sehemu hii Dhulhulaifa, ambapo kuna msikiti mkubwa, ndipo waliponuia bwana Mtume ibada yake ya hija, na hichi ndicho kituo cha watu wa Madina. Dhatu Irqin ni kituo kingine cha watu wa Iraq. Qarnul Manazil ni kituo kingine cha watu wa Najd, Najdia Saudia au Najdia Yemen. Ya Lamlam ni kituo kingine cha watu wa Yaman. Al-Juhfa ni kituo kingine cha watu wa Syria na watu wa Masr. Vituo hivi vitano: Dhulhulaifa, Qarnul Manazil, Dhatu Irqi, ya Lamlam, Juhfa, ndo miqat makaniya, vituo vya sehemu, ambavyo vituo hivi huwezi wewe haji au hutakiwi wewe haji kupita bila kuanza ibada yako ya hija katika vituo hivyo. Watukufu wa Islam, kwa kuwa makundi yetu sasa yanaanza kujiandaa kuondoka kuelekea Makka, naomba na sisi hapa msikitini tujiandae leo kufanya hija. Kwa wale mahujaji ambao watakuwa wamo katika msikiti wetu leo, watapata angalau rihasa, angalau haja nadharia. Wakifika Makka watajua nini wafanye. Na sisi ambao hatujabahatika kwenda huko, tutahiji nadharia, ili siku za mbeleni tukija tukipata fursa na nafasi ya kuhiji, ukifika Makka usichanganyikiwe, ujue namna ya kutekeleza ibada yako ya hija. Sote tulokuwa hapa sasa hivi ni wasafiri, ni mahujaji. Tutaondoka saa 8:30 kuelekea Makkatul Mukarrama kwa shirika la ndege la Oman Air. Jiandaeni na safari hii, twende tukahiji, tupate lile ambalo Mwenyezi Mungu na mtume wake walilizungumza katika manatha. Mtume anasema: alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija iliyofaulu haina malipo mengineyo zaidi ya pepo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inshallah tulipe pepo sote ambao tunaitekeleza ibada hii ya haji. Wale ambao hatutopata nafasi ya kuitekeleza ibada hii ya haji kwa uwezo, tukifika kesho siku ya Kiyama tuone katika sahifa zetu na daftari zetu kwamba fulani naye alihiji,
Ukimuuliza Mwenyezi Mungu, kwa nini nimeandikwa nimehiji lakini mimi sikuwahi kuhiji? Allah atakwambia ulinuia, usema siku hiyo tukipata hela utaenda, tumekupa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie umniyati zetu zipate kutimia. Saa 8:30 imefika. Sasa hivi tuko katika uwanja wa ndege wa Abedi Amani Karume Zanzibar, na baada ya muda mchache tutakalia viti vyetu na siti zetu tulizowekewa kwa ajili ya safari ya haji. Usisahau katika ibada hii ya hija, kila kitu mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu kifanye kama alivyoamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila kitu hakikisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mwalimu wako katika ibada hii ya haji, kwa sababu aliwahi kusema katika hija yake ya mwanzo na ya mwisho, khudhu anni manasikakum falastu adri fala'alli la alqakum ba'da ami hadha, chukueni kutoka kwangu namna ya ibada ya hija inavyofanywa, kwa sababu sijui, huenda tusionane tena. Neno hili ndilo lililotufanya tuwe makini katika ibada hii ya hija, ambayo ni mwaka mara moja, yani ni umri mara moja. Maisha yako yote ni faradhi kutekeleza mara moja ibada hii. Kwa hiyo usije ukaichanganya na mambo yasiyofaa, usije ukaiharibu ukawa umepoteza hela na umepoteza nguvu na umepoteza kila aina ya zile ambazo ulizozipoteza katika ibada hii ya haji. Hakikisha chumo lako ni la halal, hakikisha wewe mwenyewe umejiandaa, hakikisha ikhlas kwa ajili ya Allah. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Imamu Abu Hanifa an-Nu'man alimuona bwana mmoja marikiti anaiba tufaha katika matufaha ya marikiti. Akafikiri huyu bwana anaiba kwa sababu amesongeka kwa njaa, anaiba ili apate kuondoa njaa yake ale. Lakini baada ya kuiba na kulichukua tunda lile kutoka kwa muuzaji, akamuona anampa mtu mwingine, anamwambia sadaqa, sadaqa. Imam Abi Hanifa akashangaa sana, akamwambia ya hadha dhanantuka ja'ian, lidhani una njaa unaiba ili upate kula, lakini kumbe ulipoiba umetoa sadaqa. Akamwambia naam, saraqtuha fakutibat liya sayyi'atun wahida wa tasaddaqtu biha fakutibat liya 10 hasanat. Umeona nimeiba, nimeandikiwa dhambi moja. Nilipotoa sadaqa nimeandikiwa thawabu 10. In kunta tujidu alhisab. Lakini hilo babu, wewe kama unajua hesabu vizuri, nimeiba dhambi moja, nimetoa sadaqa thawabu 10. Unaonekana huu ni mwendo mzuri. Kama nitakuwa kazi yangu kuiba na kutoa sadaqa, thawabu zitazidi zile dhambi. Kila nikiiba moja, kitoa sadaqa 10, 30, 60 kwenda mbele. Imam Abi Hanifa akamwambia la, saraqtaha fakutibat laka sayyi'atun wa tasaddaqta biha falam yaqbalha Allah lianna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Umeiba, umeandikiwa dhambi moja, na umetoa sadaqa hukukubaliwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni tayyib, hakubali isipokuwa tayyib. In kunta tujidu alhisab. Wewe sasa ikiwa unajua hesabu, baqiyat laka sayyi'atun, umebakia na moja ovu ulilochuma, wala shay'a fil hisab, la shay'a fil hasanat. Katika mema huna kitu, unajua vizuri hesabu. Ndugu zangu, ibada yako ya hija hakikisha unakwenda kwa kilichokuwa cha halali chako. Simuibie mtu kasema mwaka huu alhamdulillah nimepenya kwa kuiba mali ya fulani na kwenda hija, nimemnyang'anya fulani shamba lake nimeuza na kwenda hija kufuta dhambi zangu. Ukienda ukisema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik
Allah atakujibu la labbaika wala sa'daika maluka haram, hakuna labbaika, hakuna sa'daika, wewe umeiba, mali yako ni haram. Mwambieni anayekwenda kufanya ibada hii ya haji awe na pupa, hirs ya kuhakikisha kile kilichokuwa chake ndicho anakitumia vizuri katika ibada hii ya haji. Watukufu wa Islam, boarding tayari imeshaanza watu kubodi katika ndege hii. Walillahi alhamd, ukianza kuingia sema bismillah, ukikaa katika kikao chako sema alhamdulillah. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma yassir alayna safarana hadha واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الحال والمال. اللهم اطوي عنا بعد سفر. اللهم يسر علينا سفرنا واطوي عنا بعده. Hizi zote ni katika dua za safari ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha. Wewe haji, usiende safari yako eti bila ya dua. Mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo madege tunayoyapanda yanakwenda katika anga si kwa uwezo wake. Mwenyezi Mungu ameyadhalilishia upepo, anga, hali ya hewa, ndio maana yanakata ajwa, yanakwenda. Asipotaka Mwenyezi Mungu utasikia habari nyingine. Kwa hiyo mwambie Mwenyezi Mungu, sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tumeshakaa katika viti vyetu, tumeshafunga mikanda. Announcement zote tunazozisikia pale kwa wanahewa, tuko sasa hivi ajwa, atmosphere ni ya ibada ya haji. Nini kinachofuata ndugu yangu Muislamu katika safari yetu hii tukufu? Tutafika katika uwanja wa ndege wa Sultan Qaboos. Alafu baada ya hapo tutaanza tena safari yetu ya kutoka Muscat Oman kuelekea Jeddah. Sasa pale ndipo patakapokuwa na matayarisho ya ibada ya hija kwa uwezo wa Allah, kwa sababu ndege yetu haina tena kituo cha kukaa wala kutua isipokuwa Jeddah. Kwa maana hiyo vile vituo vitano ambavyo Mtume alituambia kwamba tukiwa tunakwenda haji tusipite vituo vile, ila tuanze ibada zetu za hija katika vituo vile, hatuwezi kuvidirika isipokuwa tutakuwa juu ya anga. Kwa hiyo hakikisha haji, mwanamume, zile nguo zako mbili za ihram unakuwa nazo katika hand luggage. Usizitie katika mizigo inayowekwa huko ikawa huipati mpaka Jeddah. Utapita katika kituo hukuvaa nguo za ihram, na hiyo itakuwa ni shida kwako, kwa sababu itabidi utoe fidia. Uliponuia ibada ya hija hukuvaa nguo mbili, wewe mwanamume, shuka mbili katika kituo, na utakiwa zile nguo mbili na shuka mbili kuzivaa katika kituo ni katika wajibatil hajj. Ukisikia wajibatil hajj, maana yake ni kwamba ukishindwa kufanya moja katika wajibatil hajj, hija yako itafaa, ni sahihi, lakini kuna fidia, penalty ambazo utapigwa ukiacha wajibatil hajj, ambazo ndo kama hiyo: kuvaa nguo mbili zile katika vituo, kufanya tawaful wida, kwenda ukapiga jamratul aqaba, kulala Mina ayamu tashriq, kulala Muzdalifa. Hizi zote ni katika wajibatil hajj. Anayeacha katika hizo kuna fidia, unachinja mbuzi na fidia nyinginezo ambazo zitaelezwa. Kwa hiyo unachukua mkoba wako wenye ihram, ule unakuwa nao mkononi, kiasi kwamba mnapoambiwa na pilot, na mapilot katika mwezi huu na wakati huu wote wanahakikisha kwamba wanaokwenda haji au wanaokwenda Jeddah
hawapiti katika kituo bila kukupeni matangazo kwamba wanaoelekea hija sasa hivi dakika 15 au 25 mbele tutakutana na kituo chenu cha kuanza kuhirimia. Kwa hiyo jiandaeni ili muanze kuingia katika ibada ya haji. Lazima utalisikia tangazo hili. Wanaopita Yemen ya Lamlam, wanaopita Juhfa, wanaopita Qarnul Manazil, wanaopita sehemu zote, mkiwa juu ya anga, pilot wenu hata akiwa Mchina atakutangazieni, mtafahamu kwamba sasa wakati wa kuingia katika ibada ya haji umefika. Wakati tunaondoka katika uwanja wa ndege wa Oman Muscat, sasa tumeshaanza kuvaa nguo zetu za ihram. Zile nguo za ihram ambazo wewe unazivaa mwanamume, ukisha kuwa umekoga na kujinafifisha vizuri na kujiandaa, umejipaka manukato. Na hili nataka kutoa tanbih, manukato unaweza ukajipaka mwanamume wewe kabla ya kuingia katika ibada ya hija, katika mwili wako, labda roll-on zile, kwa sababu tunakokwenda ni nchi za joto sana, na joto huwa kubwa katika ardhi ya Makka mpaka kufika 49 48, ambalo sisi si kawaida yetu joto aina hilo. Kwa hiyo mili inatoa maji sana na majasho sana. Kwa hiyo si vibaya ukajitia manukato yale ya roll-on katika kwapa zako, lakini kabla ya kuingia katika ibada ya haji, sio wakati umeshaingia ibada ya haji au umra. Hakikisha mwanamume ukivaa shuka mbili zako hizi, ridaan wa izara, ziwe nyeupe ikiwezekana, na usivae kitu chochote kingine ndani. Usivae bukta wala chupi. Mwanamume ndani yake unabaki na mashuka mawili tu. Haya unavaa mapema, unajiandaa, kwa sababu ikifika tu kwenye kituo iwe tayari, wewe uko tayari, kwa sababu hakutokuwa tena na nafasi ya kwenda kuvaa na kubadilisha. Kwenye ndege vyoo vyake mnavijua na hali yake ni ndogo sana. Kwa hiyo vaa kabla ya kuondoka kuingia katika ndege kwa ajili ya kwenda haji. Kama mtu alivaa kutokea hapa, pia ni jambo zuri, ameshajiandaa mapema huyo. Kwa hiyo anahakikisha kwamba sasa chochote kitakachokabiliana naye huko mbele yuko ready, yuko tayari. Lakini haina maana kwamba ukishavaa shuka mbili zile tu tayari umeshaingia katika ibada ya hija. Bado mpaka ufike kwenye kituo, utie nia katika moyo wako na utasema na ulimi wako sasa, labbaik Allahumma hajja, kama unaenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini sisi mara nyingi huwa tunaanza kutekeleza ibada ya umra kwanza. Kwa hiyo nia zetu ni kwenda kutekeleza ibada ya umra, na tunapofika katika vituo, kitu cha kwanza tukiambiwa dakika 15 tutaingia katika kituo, manuizi yetu ndani ya nyoyo zetu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj, nimekuitikia Mola wangu kufanya ibada ya umra ambayo baadaye nitaingia katika ibada ya hija. Lakini hii sasa ni ibada ya umra. Hii ndio aina ya hija tunayoifanya Wazanzibari, kama si wa Tanzania wote na wa East Africa wote. Atamattu nayo ni kufanya umra kwanza, kisha baadaye ukaja ukafanya nini? Ibada ya hija. Sasa hivi tunafika katika kituo. Captain wetu anatuambia kituo kiko mbele yetu. Shekhe wetu anasimama kwa ajili ya kutukumbusha sasa hivi cha kufanya ni kitu gani. Hakikisha una nguo zako mbili mwanamume umezivaa. Mwanamke nguo ni nguo. Mwanamke habadilishi nguo. Mwanamke havui nguo. Mwanamke yuko katika hali yake ya nguo zile zile, mwenyewe tu achague. Na wengi wetu katika mama zetu na wake zetu huvaa nguo nyeupe, mashungi yao meupe kwa ajili ya ibada ya umra na haji. Nguo ni nguo kwa mwanamke, ila kwetu sisi nguo si nguo, bali ukishaingia katika ibada ya haji kuna mambo yanayoitwa mahdhuratul ihram, vitu vya haramu kuvivaa, kuvifanya, kuvitenda. Moja ni kuvaa nguo iliyoshonwa. Ukishaingia katika ibada ya haji usivae nguo iliyoshonwa. Suruali na shati na kanzu zote hazikufai,
wala chupi ndani hakuna, uko wewe tu na nguo zako mbili, wala usifunike kichwa. Hii ni kwa ajili ya wanaume tu. Usivae nguo iliyoshonwa, mwanamke anavaa. Usifunike kichwa, mwanamke anafunika kichwa. Usitie manukato, hii ni yetu sote. Usifunike uso, mwanamke. Usivaa gloves, wanawake tunawaambia. Usiwe ni mwenye kukata kucha, usikate nywele, usioe wala usiolewe, usifanye mambo ya matamanio ya kindoa, usiwinde mnyama kiwa katika haram. Hizi zinaitwa mahdhuratul ihram, vitu ambavyo unakatazwa wewe ukiingia katika ibada ya hija kuvifanya. Kwa hiyo ukishaingia katika ihram, na hii ni nguzo moja katika nguzo 5 za hija. Sisi Shafi'ia, nguzo za hija ni nguzo 5. Al-ihram ambayo ni nia ya kuingia katika ibada ya hija. Al-wuqufu bi Arafa, kusimama katika Arafa. Tawafu al-ifadha, kutufu tawafu al-ifadha. As-sa'yu baina as-safa wal marwa, kusai baina as-safa wal marwa. Al-halqu au at-taqsir, kupunguza au kunyoa. Hizi nguzo 5 haji zihifadhi vizuri, ndizo nguzo za hija. Ama umra ni mambo ya pale pale msikitini ambayo tutaeleza utakapoyafanya. Kwa hiyo chunga vizuri sana. Kwa hiyo kuingia katika nguzo ya kwanza ni pale kituoni, al-ihram. Lakini wajib al-ihram min al-miqat. Tofautisha, kuna baadhi ya nguzo zinabeba na wajibat. Ihram au niyatu dukhuli al-manasik ni nguzo, lazima utie nia. Lakini al-ihramu min al-miqat, kutia nia katika kituo, ni wajib katika wajibati al-hajj. Kwa hiyo ukiacha nguzo, hija itaharibika. Lakini ukiacha wajib, hija haiharibiki, lakini kuna fidia. Kama vile ambavyo ukiingia katika ibada ya haji, yale mahdhuratul ihram ya kukata kucha, kukata nywele, kuoa au kuolewa au kuwinda, zile vitu vile ukifanya moja katika haya tuliyoyataja, kukata kucha, kukata nywele, kutia manukato, kuna penalty zake. Ushaingia katika hija, usifanye haya. Na ukifanya, kuna fidia ya kuchinja mnyama au kufunga kwa muda wa siku 3 au kulisha maskini 6. Unachagua katika haya lipi ufanye. Ese kwamba umeshaingia katika ibada ya nini? Ya umra. Alafu ukaja ukakata kucha au ukakata nywele, huruhusiwi kufanya haya mambo, kuna fidia. Lakini pia unaruhusiwa, kuna watu ni wagonjwa, yeye hataki kukaa na nywele kabisa, maradhi yake. Sasa huyu ameingia katika ibada ya nini? Ya umra au haji, lakini nywele zinamsumbua, ana maradhi, inabidi anyoe nywele zake. Anaruhusiwa na sheria kunyoa, lakini atatoa fidia. Fidia yenyewe ndio hizo tulizozitaja, moja katika mambo 3. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi tumeshaingia katika ibada ya hija. Kwa kufika katika kituo, tunaanza kunuia ibada ya umra kwanza. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak, laka wal mulk la sharika lak. Huna mshirika, tumekuitikia. Huu ndio wimbo wetu, dhikri yetu, talbia, labbaik Allahumma labbaik. Tumeshaingia katika mji mtukufu sasa hivi wa Makka. Nguo ni za umra au za haji, manasik. Tunachokifanya moja kwa moja, tunaelekea msikiti unaitwa Masjidul Haram. Fika msikitini, sema bismillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Unamsalia mtume, unasoma dua ya kuingia msikitini. Msikiti mkubwa huu ambao unaweza ukakusanya watu 3 wakasali kwa wakati mmoja. Ingia, itafute al-Kaaba moja kwa moja. Hapo tayari tunaendelea kufanya ibada sasa ya umra. Nguzo ya kwanza tayari imeshaitekelea
ambayo nilikuwa ni nguzo ya nia. Tumeshatia nia, labbaik Allahumma umratan, tumeshatia nia kule katika kituo. Tuna nguo zetu, moja kwa moja tunaingia msikitini. Ukishaingia Masjidul Haram, usisali tahiyatul masjid, Masjidul Haram, nenda moja kwa moja itafute Al-Kaaba. Tahiyati yake ni kwenda kuiona Al-Kaaba. Wengi wetu hatujaiona Al-Kaaba live. Kesho kutwa ukipata fursa hii, ukiiona Al-Kaaba live, macho yako yakishakutana tuna Al-Kaaba, alhamdulillah. Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahaba. Dua hii imependekezwa kuisoma. Wazid mimman i'tamarahu au hajjahu tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birra. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam fahayyina rabbana bis-salam. Hii dua ukiiona Al-Kaaba, na maana ya maneno haya, ya Rabbi zidishie nyumba hii tashrif, takrim, ta'dhim, mahaba, utisho na haiba, na anayehiji na kufanya umra mzidishie tashrifan wa takriman wa ta'dhiman wa mahaba. Umeona Al-Kaaba imesimama wima mbele yako zaidi ya mita 13, mguu wako umeshaingia katika Baitullahil Haram. Siwezi kukuelezea hisia zako zitakuwaje siku hiyo unapoweka mguu wako katika nyumba ya Allah, ukajiuliza ha ana dha azuru Allah fi baiti, leo nimekuwa mgeni wa Allah katika nyumba yake. Na kuapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku utakapokanyaga mguu wako ndani ya nyumba hii kwa mara ya kwanza, huwezi kuisahau katika maisha yako yote, na shuur na hisia utakazokuwa nazo hazifanani na hisia zozote nyingine. Pale pale nenda kuikabili sasa Hajarul Aswad. Hajarul Aswad iko pale, ni mawe fulani fulani ambayo unakwenda kuyakamata na kuyabusu ukiweza. Lakini ukiweza, kabla ya kuanza kufanya chochote, nenda katika Hajarul Aswad, kamati Hajarul Aswad, libusu, sema Allahumma imanan bik wa tasdiqan bikitabik wa wafaan bi'ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya unayasema ukikamata ile Hajarul Aswad na ukiibusu, kitu ambacho ni kigumu sana katika wakati wa hija. Sasa unafanya nini? Ukifika katika Hajarul Aswad, usawa wake, Al-Kaaba ina pembe 4, Hajarul Aswad ina pembe yake ambayo kuna izdiham kubwa sana. Usiende pale kwa sababu huwezi kufika. Unaweza ukafika majruh au ukauawa kabisa katika sehemu ile, kwa sababu watu wote wanagombania pale. Ashiria kwa mkono wako hivi, sema bismillah, Allahu akbar, na dua hii niliyoisema iseme ukiwa umeashiria. Ndio maana unaona watu wengi wameashiria katika Hajarul Aswad, Allahumma imanan bik, tasdiqan bikitabik, tiba'an li sunnati nabiyyika wa wafa'an bi'ahdik. Pale sasa ndio unaanza ibada yako unaanza tawafu yako ya kutufu Al-Kaaba mara 7. Wakati huo Al-Kaaba umeiacha upande wako wa kushoto, kuanzia katika Hajarul Aswad unaanza kuizunguka Al-Kaaba mara 7, na tawafu hii ikiwa ndio tawafu yako ya mara ya kwanza kabisa, ambayo katika lugha nyingine itwa tawaful qudum. Hakikisha haya mambo ni sunna kuyafanya. Fanya ittiba katika vazi lako, zile shuka mbili ulizovaa, bega lako la kulia lifichue liwe wazi, bega lako la kushoto lifiche. Unavaa kama wa Masai, unapiga rubega kwa lugha yetu. Kwa hiyo bega hili unalifunika na bega hili linakuwa wazi, unazunguka katika hatua zile za mwanzo 4 au 3 za mwanzo, unakwenda mwendo wa jogging wa haraka katika Al-Kaaba. Zile nyingine 4 zitakazobaki unakwenda mwendo wa sawa. Lakini hizi zote ikiwa kutakuwa na nafasi ya kufanya hivyo, nafasi ambayo ni ngumu kuipata katika msimu wa haji. Kwa hiyo unaashiria kwa mkono wako, unaanza tawafu. Ukiweza kwenda mwendo wa jogging nenda, na hakika utoweza polepole, nenda polepole.
Ukifika katika pahala ulipoanzia, hiyo inahesabiwa kwamba shauti ya kwanza imemalizika. Ukienda tena ukifika pale, ya pili imemalizika, ya tatu mpaka 7 umemaliza. Nini cha kusoma wakati unazunguka Al-Kaaba? Hakuna kitu maalum cha kusoma wakati unazunguka Al-Kaaba, isipokuwa ukifika kati ya nguzo au rukn, pembe inayoitwa Ruknul Yamani, ambayo Ruknul Yamani ni ile ambayo baada yake ni ruknu ya Hajarul Aswad. Pale ulipoanzia wewe tawafu, baina ya pembe mbili zile, unasema maneno haya ambayo mimi na wewe tunayakariri siku zote: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kila ukifika pale unasema maneno yale, na kila ukifika kwenye ile Hajarul Aswad unasema maneno uliyoanza pale mwanzo, bismillah Allahu akbar, unaizunguka Al-Kaaba mara 7. Ukimaliza umeshamaliza tayari nguzo miongoni mwa nguzo muhimu za umra. Sasa tawafu hii ni tawafu al-qudum kwa wale wenye kufanya ibada ya hija, lakini inaitwa tawafu al-umra kwa sisi ambao tunafanya ibada ya umra. Hii sio nguzo ya hija. Nguzo ya hija ni tawafu al-ifada au tawafu az-ziyara au tawafu ar-rukn au tawafu al-fariida, ambayo hii inatakiwa iwe baada ya nusu ya usiku, siku ile ya Arafa, siku ya 9 ile. Ukienda zako Arafa ndio unaweza ukarudi sasa baadaye kuja kufanya tawafu al-ifada, ambayo ni nguzo ya haji, na haitakiwi kufanya kabla ya kupinduka kwa nusu ya usiku. Yani naanzia kuanzia saa 8 huko tawafu hii, ambapo tayari umeshatoka Mina, umeshatoka Muzdalifa, unaweza kufanya. Kwa hiyo hii ni tambihi, hii tawafu yetu ni tawafu ya umra. Ukishamaliza kutufu mara 7, nenda nyuma ya makamu Ibrahim, simama pale, sali rakaa 2. Rakaa 2 suratul Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun, rakaa ya kwanza suratul Fatiha na qul huwallahu ahad, rakaa ya pili piga salamu, tafuta mitungi ya Zamzam, kunywa maji ya Zamzam, usikubali kuyanywa bila kuomba dua. Ukimaliza kunywa maji ya Zamzam, rudi tena kukiwa na nafasi katika rukni ya Hajarul Aswad, kaikamati Hajarul Aswad, which is very difficult. Hatuwaambii mahujaji wafanye hivyo. Hii tunatoa tambihi ikiwa umeenda wewe na Al-Kaaba kuna watu labda 50, 20, 30. Lakini wakati wa hija haya mambo mengine yaache, kwa sababu yatakugharimu. Ukishamaliza kunywa maji ya Zamzam, nenda zako kaitafute masaa ya kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa. Usirudi tena katika Al-Kaaba ila kama kuna nafasi ya kwenda kukamata tena nini? Hajarul Aswad. Nenda katika Safa na Marwa, muige mtume alivyofanya alipofika katika Safa na Marwa. Mtume alisemaje? Alisoma kauli yake inna Safa wal Marwa min sha'airillah, kisha akasemaje? Abda'u bima bada Allah, mtaanza kule alikoanza Allah. Inna Safa, akapanda Jabal Safa mpaka juu, kisha akaielekea Al-Kaaba, kisha akanyanyua mikono, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, anjaza wa'dah, nasara 'abdah, hazama al-ahzaba wahdah. Baada ya kuyasema maneno haya, akashuka kutoka katika kijabali cha Safa akaelekea Marwa. Katikati ya Safa na Marwa kuna sehemu, kuna taa za kijani, inaitwa baina al-alamain. Hapo ni sunna kutimka mbio za ajabu wakati wewe ni mwanamme. Kumbuka mwanamke, usizozane wakati wa talbia, usinyanyue sauti yako kama wanaume. Mwanamke, usikimbie unapoona wanaume wanakimbia. Mwanamke, kuna mambo najua mashehe wako watakueleza, usijifananishe katika baadhi ya vitu na wanaume. Wanaume ndio wanaokimbia hapa katika alamaini, kutoka katika taa ya kijani mpaka taa nyingine ya kijani. Wanasema masahaba, tulimuona mtume alipofika katika sehemu hii anakimbia mbio mpaka ile shuka yake ya juu ikawa imezunguka katika shingo yake, namna alivyokuwa akikimbia.
na alikuwa na umri wa miaka 63. Kumbuka hii ni hija yake ya mwisho. Ukishafika katika Safa, rudi katika Marwa. Nenda katika Marwa, unaanza Safa, unakwenda Marwa. Ukifika Marwa, panda mpaka katika kile kijabali ambapo ni kilima hivi kimefanya. Elekea tena katika Al-Kaaba kama ulivyofanya kule ni Safa. Sema maneno yale uliyosema kule. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shuka, rudi tena wapi? Safa. Kumbuka, kutoka Safa kwenda Marwa tayari shauti ya kwanza imekwisha. Kutoka tena Marwa kurudi Safa, shauti ya pili tayari. 3, 4, 5, 6 utashtukia 7 uko wapi? Marwa. Umemaliza shauti zote 7 za sa'i. Mtume anasema sa'a is'au au is'u, fanyeni sa'i. Hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo katika nguzo za umra tayari utakuwa umeshahitimisha, bado kitu kimoja tu ambacho kimefikia tamati ili utoke katika ibada ya umra. Kwa wanaume ni kukata au kunyoa nywele zao, kwa sababu mbele yetu kuna hija. Hatunyoi, tutakata kidogo nywele ili tupate nafasi ya nywele zipo muda mchache, tutakuja kunyoa wakati wa nini? Wa hija, kwa sababu kufanya umra kuna kunyoa na katika hija kuna kunyoa vile vile. Kwa hiyo kunyoa pale tunapunguza wanaume, lakini wanawake hawanyoi wala hawapunguzi. Subhana man zayyana an-nisaa bid-dhafair wa zayyana ar-rijala bil-liha. Anasema ametakasika Mola ambaye amewapamba wake zetu na dada zetu kwa mikili. Mikili ni ile dhafair zao za nywele zao, amewapamba, ni mapambo yao. Wa zayyana ar-rijala bil-liha, na amewapamba wanaume kwa ndevu zao. Hivi ni vitu vya fitra. Kwa wanawake hawawi advise kunyoa nywele hata katika ibada, isipokuwa wanachoambiwa wachukue katika mikili au mwisho wa zile nini zao za nywele zao, wakate qadra umulatin, sehemu ndogo kama ya ncha ya kidole cha mwisho, akate kidogo kutimiza wajibu wake huu katika ibada hii ya haji. Ukishanyoa nywele wewe mwanamume, na kama huna nywele, kuna watu hawana nywele, basi wapitishe wembe tu katika vichwa vyao, itakuwa ni kunyoa kwao. Ukishanyoa nywele tayari umeshamaliza ibada ya umra na umeshafika pahala unaweza ukavua nguo zile, shuka mbili, ukavaa nguo za kawaida. Yale yaliyokuwa haramu kwako, kujitia manukato, kuoa au kuolewa, kukata nywele, kukata kucha, ile unaweza sasa kufanya kwa sababu umeshamaliza ibada ya umra. Unasubiri mwezi ngapi? Mwezi 8. Unashuka katika nyumba yako ya ghorofa uliopanga nje pale, unaanza sasa kunuia tena ibada ya hija. Sasa hivi haturudi katika vituo kuja kunuia ibada ya haji. Vituo vyetu sasa ni pale pale mji wa Makka ambao tayari tumeshafika. Kwa hiyo nyumba zetu ndio vituo vyetu. Sasa tunashuka siku ya mwezi 8, tunasema labbaik Allahumma hajjan, leo nakuitikia Mola wangu, nanuia kuingia katika ibada ya hija. Tunanuia sasa kuingia ibada ya hija, tunarudi katika vazi tena la ihram. Leo ni hija, tunaifanya ibada ya hija. Nguo unaweza ukaziosha zikawa safi. Kuna watu wengine wanaona kwamba ukiwa mchafu sana ndio unatakiwa wewe uwe hujaji, bali unaweza ukabadilisha nguo. Kuona hii nilifanya nayo umra, inanuka sana jasho, imekuwa chafu, ukanunua mpya au ukaifua ukavaa nyingine siku ile ya kwanza ibada yako ya hija. Tunakwenda zetu wapi sasa? Tuko sehemu inaitwa Mina. Mina tunalala pale mwezi 8, tunasali sala zote za rakaa 4, rakaa 2. Adhuhuri kama tutafika pale adhuhuri tutaisali rakaa 2 badala ya 4. Magharibi tutaisali rakaa 3 kawaida, na alfajiri tutaisali rakaa 2 kawaida. Isipokuwa dhuhuri na alasiri na isha, hizi zote utakuta watu wakiwa pale Mina wanazisali rakaa 2 kufuata sunna ya bwana Mtume Muhammad. Siku ya pili yake ni mwezi 9. Hii ni siku ya Arafa, ambayo hii ndio nguzo kuu katika nguzo za hija. Kukaa katika mabasi yetu na kuchukuliwa tunaelekea Arafa. Utasikia kitu ni kimoja tu,
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Sidhani kama kuna Muislamu maneno haya yanamshinda kuyasema. Cha ajabu, lakini tunao mahujaji hata neno hili linamshinda. Pengine ni profesa, pengine ni doktor, pengine ni mtu katika kimia na fizia, physics na chemistry zote ziko, ameshindwa kusema tu labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Hili ni neno ambalo ndo sayyidul mawqif, ndo bwana wa siku hiyo katika harakati zako zote. Tukifika Arafa, kukaa katika Arafa, kufika tawajud, ile kupatikanwa katika Arafa ni nguzo ya haji. Lakini kukaa kuanzia wakati ule mpaka jua likazama ni katika wajibati alhajj, ni wajib. Tumesema ukiacha nguzo hija imeharibika, na ukiacha tawaf, ukiacha wukuf bi Arafa, huna tena hija. Tumesema alhajj Arafa, hakuna tena hija kwako. Lakini ukienda tu ukiondoka kama ile kunusa tu, umevunja wajibati alhajj, ni lazima utoe fidia. Kwa hiyo nasema kubakia mpaka jua likizama ni wajibu, kuwepo ni nguzo. Nimesema nguzo nyingine zinaandamana na wajibat alhajj. Nini kinachofanywa pale katika Arafa? Arafa tunasali adhuhuri pamoja na alasiri, jam'u taqdim. Ina maana tunasali sala ya adhuhuri raka 2, alafu anaqimu imamu anasali sala ya alasiri raka 2, tumemaliza. Siku ile tutakuwa hatuna tena sala, sisi na Mungu wetu na kuomba dua. Hapa ndipo pahala ambapo dua zako zote zilizokuwa katika mikoba zikukute na kuzikumta. Mpe Mwenyezi Mungu maneno hapa katika uwanja wa Arafa. Hajawahi kuonekana ibilisi mdogo amesinyaa amerudi kama anavyoonekana siku hii ya Arafa, kwa wingi wa dua na rehema zinazoshuka. Siku hii ndio aloambia Mwenyezi Mungu malaika wake, shuhudieni kwamba hawa wote waliokuja na dua zao na nguo zao wamechafuka, nimewasamehe wote na wale waliowaombea. Ukimaliza kufanya ibada hii ya kuomba dua mpaka jua linazama, likishaanza kuzama sasa anzeni kuondoka kuelekea tena Muzdalifa. Muzdalifa ni mji uliokuwa kati ya Arafa na Mina. Muzdalifa kuna nini? Salatul maghrib na salatul isha itasaliwa pale, jam'u ta'khir, unaichelewesha. Adhuhuri na alasiri ulisali Arafa, jam'u taqdim, kwa maana kwamba ukifika pale utaichelewesha, hutoisali magharibi isipokuwa utaisali ndani ya wakati wa isha. Umeshaingia wakati wa isha, kuna kimiwa inasaliwa magharibi raka 3, kisha kuna kimiwa tena inasaliwa sala ya isha raka 2, alafu unaleta dhikri zako. Fa idha afadtum ila arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram yenyewe ni hii. Ukimaliza unalala, unapumzika ili uamke mapema uswali salatul fajr. Al-mabitu bi Muzdalifa wajib min wajibat al-hajj, ni wajib kulala hapa, isipokuwa kuna ruksa ya wale wanawake wanyonge, wanaambiwa baada ya midnight mnaweza mkaondoka mkaelekea zenu katika jamratul aqaba na hatimaye mkaenda katika tawaful ifadha. Lakini sisi tunalala pale mpaka alfajiri, tunasali salatul fajri, alafu tunaokota 7 hasayatin, vijiwe 7. Hivi vijiwe 7 tunakwenda kuvipiga jamratul aqaba. Jamratul aqaba ni zipi? Pale Mina kuna nguzo 3 kama hizi nguzo namna zilivyopangana. Sasa namna tunavotoka zetu Mina, tunatakiwa tupige ile ya 3 ya mwisho kule, sio hii ya kwanza wala ya pili, tunapiga ya 3. Ile ndio inaitwa jamratul aqaba, yani tunaita kwa Kiswahili shetani mkubwa. Yule ndo siku ya 10, siku ya Idi, tunaenda kupiga mawe pale. Ukumbuke kwamba bado labbaik Allahumma labbaik inaendelea huku Unguja na Pemba na visiwa vyake vya Unguja na Pemba. Siku ile ikishaingia jioni tu nasikia Allahu akbar Allahu akbar Allahu. Idi tayari takbira zake sio zinaanza kwamba kesho ni Idi jioni yake, lakini mahujaji hawapigi takbira zile mpaka siku watakapopiga jamratul aqaba. Ina maana ile jioni yake ambayo ni ile siku mnalala wapi? Mnalala zenu Muzdalifa, hutosikia takbira. Lakini huku takbira zinaendelea kule, labbaik Allahumma labbaik.
asubuhi yake unaenda zenu kupiga jamratul aqaba, na jiwe la mwanzo unalolirusha kupiga jamratul aqaba ndipo pale unapoanza kupiga takbira za labbaik za Allahu akbar Allahu akbar, takbira zile zaidi. Ukumbuke hii ni siku ya 10 sasa. Hii activity za haji huwa nyingi sana. Yauma Eid al-Akbar, haji anatakiwa kufanya vitu vingi sana kwa siku hii ya 10. Vipi vinafanywa? Ukishapiga jamratul aqaba, mawe yale 7, kila jiwe bismillah Allahu akbar mara 7, hakikisha linatumbukia katika ile hodhi au unapiga kile kiguzo. Hapo umemaliza ibada hii ambayo hii ni katika wajibatul hajj. Nenda kachinje mnyama, na hii nidhamu ya kuchinja mwenyewe hakuna. Taasisi yako ina wajibu wake wa kufanya hili jambo litekelezwe. Wanawachinjieni kwa orodha maalum wanayo ya wale wenye kuchinjiwa. Kule katika machinjio tayari kuna majina yenu, mnachinjiwa wanyama wenu. Ukishachinja njoo sasa nyoa. Mtume aliwaombea wenye kunyoa mara 3 dua au mara 2. Waliopunguza kusema mbona sisi hutuombei, akawaombea tena walionyoa. Mbona hutuombei, akawaombea tena walionyoa. Mwisho kusema na nyinyi Allahumma arhamil muhalliqin. Kwa hiyo walionyoa wameombewa dua zaidi kuliko ambaye amepunguza. Kwa hiyo ni bora kunyoa kuliko kupunguza nywele zako. Ukishafanya haya mambo matatu au mawili, kwamba umepiga jamratul aqaba, umechinja, umenyoa, unaweza ukatahallali tahalluli ndogo. Unaweza ukavaa nguo zako za kawaida, ukajitia manukato sasa, ukafanya hata mambo yale ambayo yaliharamishwa yote isipokuwa moja tu katika mahdhuratul ihram. Kama umeenda hija na mama watoto, huwezi kustarehe naye mpaka umalize tawaful ifadha ambayo yuko mbele yako hapo, hii tawafu ya nguzo. Ukishamaliza sasa kuchinja na kunyoa na kupiga jamratul aqaba, ndicho kilichobaki. Kuna vitu 2 au 3 tu vilivyobaki. Ni kukaa siku 3 pale Mina. Hizi zinaitwa ayyamut tashriq. Hizi siku zote kazi yako wewe ni kuamka baada ya kupinduka jua kwenda kupiga 3 jamarat. Vile viguzo vitatu, vile viguzo viko 3 sasa. Kila kimoja unakipiga mawe 7. Unakwenda cha kwanza unapiga mawe 7, alafu unaenda pembeni kidogo unaomba dua refu. Kisha unakwenda cha pili unapiga mawe 7, unakwenda pembeni unaomba dua refu tena. Hii ni siku ya 11. Unakwenda cha 3 ambacho ulipiga jana siku ya 10. Peke yake mawe 7, nacho unakipiga mawe 7 pale, huombi dua, unaondoka zako. Ibada hii ya kupiga mawe 7 itachukua muda wa siku 2 au siku 3. Hizi ayyamut tashriq. Ukishamaliza hapo umemaliza mbele yako, umeakhirisha kufanya tawaful ifadha. Siku ile ya 9, ya 10 ukipiga jamratul aqaba, unaweza kwenda kufanya tawaful ifadha alafu ukarudi zako Mina ukalala. Lakini pia unaweza ukaakhirisha ukasema no, mtabakia hapa Mina, nimalize ayyamut tashriq 3, baada ya hapo nikishuka zangu Maka nitakwenda kutekeleza tawafu ya nguzo ambayo umebakia. Wakati umetahallali huku mambo mengine yote yako sawa. Kwa hiyo sasa tumebakishwa na tawaful ifadha pamoja na sa'i yake. Tunakwenda tunafanya tawaf kama tulivyofanya mara ya mwanzo, isipokuwa hii haina ile kuweka yale mambo ambayo tuliyafanya mwanzo, labda mambo ya kufanya ittiba ya rubega zile, au ya kwenda kwa matiti, yale mwendo wa kujogging. Uzi unafanya kama kawaida tu, unazunguka mara 7, unakwenda tena kufanya kuswali makamu Ibrahim, alafu unakwenda tena kunywa maji ya Zamzam, alafu unakwenda tena zako kufanya sa'i. Kumbuka sisi kwa mutamatti'in, kila mwenye kufanya tawaf na sa'i yake, isipokuwa tawaful wida. Hizi tawafu ziko 3. Tawafu ya kuaga, isipokuwa ile hutofanya sa'i. Lakini tawafu ya kwanza ulifanya tawafu ukenda sa'i. Tawafu ya nguzo umefanya tawafu ukenda sa'i. Tawafu ya kuaga fanya tawafu tu, baadaye uondoke zako. Umeshamaliza kufanya tawaful wida, umemaliza hija. Mwanamke akipata damu ya haidh kabla ya kumaliza ibada ya tawaful ifadha anasamehewa, anaweza kaondoka. Lakini pia natoa tambii, wanawake wengine wanapata siku zao kabla ya kuondoka katika uwanja wa ndege, anaacha kutia nia. La, huyo anatakiwa atie nia kama wenzake.
hata kama amepata siku zake, atie nia ya kuingia katika ibada hii. Asiseme mimi si msafi, siingii katika ibada. Atie nia aingie katika ibada, isipokuwa atapewa utaratibu wake huko. Atafanya kila kitu cha ibada za hija na umra, isipokuwa kufanya tawaf na mambo mengine. Mwenyezi Mungu atutakabalie hija zetu biidhnillah.